Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Hali gani mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu? Karibu tena siku ya leo, tuende tukaangaze habari za kimichezo ambazo siku ya leo zimeweza kuwa gumzo kubwa sana nchini Tanzania kuelekea katika msimu ujao wa mwaka 2025-2026. Pasipo kupoteza muda, habari kubwa ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuelekea katika msimu mpya ndani ya klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club, ambapo kwa sasa vilabu hivi viwili vinapigana kikumbo kwa ajili ya kuiwania saini ya kiungo Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto, miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha kiwango bora sana katika msimu uliomalizika 2024-2025, akiibuka mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi za magoli kunako ligi kuu ya NBC, yani top assist, akitoa assist 13 kunako ligi kuu ya NBC. Mchezaji Faisal Salum amevingiza vitani klabu ya soka ya Simba na Yanga Sports Club wakiwania saini yake mara baada ya kugoma kusaini mkataba ndani ya klabu ya soka ya Azam Football Club. Licha ya kubatikiza mkataba wa mwaka mmoja, basi Azam waliweza kuwasilisha ofa yao mezani kwa waweze kumshawishi Faisal aendelee kusalia ndani ya klabu ya soka ya Azam Football Club, lakini mchezaji huyu ameweza kugomea ofa hiyo. Sasa Azam, kwa sababu wamebakiza mwaka mmoja, wanataka wapate faida kwa kumuuza nyota huyo kwa sababu ya kile kinachodaiwa kwamba amekuwa na kiwango bora sana. Kwa hiyo hawataki aje kuondoka kama free agent, yani aje kuondoka akiwa mchezaji huru. Sasa fahamu klabu ya soka Yanga Sports Club ndio ambao walikuwa kwanza kuongea na kambi ya Faisal Salum na kuweza kwenda kumuomba msamaha mchezaji huyu, kwa sababu ikumbukwe Faisal aliwahi kupita katika klabu ya soka ya Yanga. Kwa hiyo kwa kile ambacho aliondoka, hakuondoka vizuri, aliondoka kwa shari, kwa kile kinachodaiwa kwamba Yanga walikuwa hamthamini. Kwa hiyo viongozi wa Yanga waliweza kufanya mazungumzo na Faisal mwenyewe na kumuomba msamaha, bila kusahau waliweza kufanya mazungumzo na mama yake Faisal Salum maarufu kwa jina la Feitoto, mama yake ambaye kwa upande mwingine Faisal aliweza kusema kwamba alidharauliwa na baadhi ya viongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo mara baada ya mazungumzo kufanyika, mama yake Faisal kiroho safi akawasamea viongozi wa klabu ya soka Yanga. Pia aliweza kupelekwa Dubai kwa ajili ya kwenda kulabata kidogo kwa msamaha ambao aliweza kutoa. Hii ni kutokana na kutaka kuwamlegeza mama huyu. Sasa kwa upande mwingine, mara baada ya Yanga kufanya mazungumzo na Feitoto, basi kwa upande mwingine ofa ambao waliweka mezani, wameweka kiasi cha shilingi milioni 700 fedha taslimu za Kitanzania, ambazo hiyo ni kama signing fee kutokea katika klabu ya soka ya Azam, kwa sababu wanaamini watavuna pesa nyingi kwa usajili wa mchezaji Stefan Aziz Ki. Kwa hiyo tunaona ofa hiyo kwa upande wa kambi ya Azam wanaisikiliza sambamba na Faisal Salum, lakini Simba wakaweza kupindua meza kibabe, ambapo Mo Dewji mwenyewe aliweza kufanya mazungumzo na mchezaji Faisal Salum, ambapo taarifa inasemaje? Katika harakati za kuimarisha kikosi chao kuelekea msimu ujao, klabu ya Simba imeweka mezani ofa mpya kwa kiungo nyota Faisal Salum Feitoto, ikiwa ni juhudi za kumshawishi kujiunga na wekundu wa Msimbazi mwishoni mwa msimu. Taarifa zinaweza kuwa jioni jijini Dar es Salaam, bilionea na mfadhili mkuu wa Simba Sports Club Mo Dewji amefanya kikao maalum na wawakilishi wa kambi ya Feitoto. Kwenye kikao hicho, Mo ameweka mezani ofa mpya ambayo kwa mujibu wa vyanzo vya karibu imeipiku ile ofa iliyowekwa na klabu ya soka Yanga Sports Club. Maelezo ya ofa ya Simba kwa Feitoto wa mkataba wa miaka 3, signing fee yani laki usajili milioni 800 fedha taslimu za Tanzania, mshahara kila mwezi milioni 50, nyumba ya kuishi atapewa, gari jipya atapewa, bonus kwa kila goli na pasi ya bao na kila bonus ya kila bao na kila assist atakayoenda kutoa. Ikumbukwe kuwa ofa ya Yanga ilikuwa ni shilingi milioni 700 pamoja na mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Kwa sasa Feitoto hajatia saini mkataba wowote mpya kuwa na Simba, Yanga au Azam, hali ambayo inafanya dirisha la uhamisho kuwa likisisimua zaidi kwa mashabiki na wadau wa soka nchini. Ikumbukwe Feitoto kwa upande mwingine, maelezo yake ambayo aliweza kufunguka kwa sasa, alisema ngoja amalize msimu, lakini yeye atawasikiliza mabosi wake ambao ni Azam Football Club. Kama wataamua kumuuza, basi kama Azam wataangalia maslahi na mwenye mchezaji maslahi yake binafsi, klabu ambayo itampa kipaumbele basi ndio hiyo ambayo ataichagua. Lakini kumbuko Simba ndio ambao kwa sasa Feitoto ambao amebaki hajawachezea katika vile vilabu vitatu
vikubwa hapa nchini Tanzania, Simba, Azam na Yanga Sports Club. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa deal la Simba likamshawishi, kwa sababu atakuwa mchezaji mzawa anayelipwa fedha nyingi Tanzania kuliko mchezaji wote ule. Na ikumbukwe viongozi wengi wa Simba wamekuwa karibu sana na Feitoto. Hata tumeshuhudia katika mechi ya Simba na Azam waliokutana kwa mara ya kwanza, Feitoto aliweza kubadilishana jezi na mchezaji wa Simba na kuweza kuivaa jezi hiyo uwanjani. Kwa inadhihirisha kwamba kuna uwezekano mkubwa Feitoto akawa mwekundu. Hebu tuambie neno la comment, unamshauri Feitoto kujiunga na klabu gani kuelekea katika msimu ujao?